Ikiwa ni sehemu ya kulifikia hili kundi la wanachuo katika utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia awamu ya pili. Na lengo kwa nini tumekutana nao? Kwanza tulitaka kuwajengea uwezo kuhusiana na masuala mbalimbali ya sheria, waweze kufahamu wao wenyewe binafsi wanapokuwa na changamoto wapi pa kwenda kupata huduma ya msaada wa kisheria, lakini pia jukumu kubwa la Wizara ya Katiba na Sheria katika kuratibu na kusimamia upatikanaji haki. Lakini tumewaelimisha masuala ya ukatili wa kijinsia, matumizi ya tehama katika matumizi hasi, lakini pia matumizi yale ambayo yana manufaa. Tumeonyesha kwa namna gani wakitumia mitandao, wakitumia masuala ya tehama katika namna ambayo ni chanya, inaweza ikawasaidia sana. Na kikubwa tulitaka kusikia pia michango yao, changamoto walizonazo, vitu gani ambavyo wanadhani tukiviboresha vinaweza vikasaidia katika hili eneo la upatikanaji haki. Tumepata michango mizuri sana ambao vijana wametoa. Kwanza wameweza kutusaidia namna gani tunaweza kuwafikia wananchi, kwa sababu hapa palikuwa na mchanganyiko wa hawa wanafunzi, sio tu wa sheria, lakini wako watu wa siasa, wako walimu, lakini kada mbalimbali. Wameonyesha kuelewa somo, lakini pia wametoa michango yao ambayo inalenga kuongeza upatikanaji wa huduma za msaada wa kisheria tuweze kuwafikia wananchi wengi. Asante. Kwa majina naitwa Elia Jamhuri Rushongo, ni mwanafunzi wa mwaka wa pili sheria Chuo Kikuu cha Dodoma. Kwa siku ya leo elimu tuliyoipata, kwanza nishukuru Wizara ya Katiba na Sheria kwa kuweza kuona umuhimu wa kutushirikisha sisi kama vijana ambao tuko chuoni masuala ya kisheria katika kujikita utoaji wa msaada wa kisheria katika jamii zetu. Kiukweli tumeweza kujifunza mambo mengi, na sisi kama wanafunzi na vijana wa chuo kikuu tukitoka hapa tunaenda kuyafanyia kazi yale yote ambayo tumeweza kuelekezwa na watoa mada ambao wametoka katika Wizara ya Katiba na Sheria. Yametujenga sana sisi kama vijana, tumeweza kujifunza mbinu mbalimbali za kuweza kupata au kufikisha msaada wa kisheria kwenye makundi ambayo hayana uwezo wa kuweza kujiwakilisha mahakamani au uwezo wa kifedha wa kuweza kuendesha mashauri yao. Pia tumeweza kujifunza njia mbadala za au alternative dispute resolution, kwa maana ya njia mbadala ya kufikia au ya usuluhishi, njia mbadala za usuluhishi bila kuhangaika kufika mahakamani. Tunaweza tukapata msuluhishi akatusuluhisha kabla ya kufika mahakamani. Kwa hiyo tumeweza kujifunza mambo mengi, na elimu kama hii tungeomba iendelee kuwepo. Mijadala kama hii Wizara ya Katiba na Sheria ione namna nyingine ya kuweza kurudi pia kurudi kwenye makundi mbalimbali na vyuo vingine pia na makundi mengine ya vijana ambayo hawakuweza kuyafikia kwa siku ya leo. Naitwa Naima Hamsini Abasi, ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 sheria Chuo Kikuu cha Dodoma. Katika mdahalo wa leo nimejifunza vitu vingi, lakini katika mdahalo wa leo utaenda kutusaidia sana wanafunzi ambao tunasoma sheria na wanafunzi wasiosoma sheria kwenye masuala mazima ya kuhakikisha kwamba sheria inafika mtaani na watu wanapata haki zao na kuelewa zipi haki zao, wapi wamevujiwa haki zao na wapi ambapo watakuwa wamekosewa wao kama wao kwenye haki zao na vitu wanavyovimiliki. Uwe kwamba kabla ya ujio wa miundombinu rasmi ya utatuzi wa matatizo, wazee wetu walikuwa na taratibu za kiasili za kutatua migogoro, na tumekuwa kwenye jamii sote tunafahamu kuna baadhi ya hatua zinapochukuliwa na wazee wa mila ama wazee wa ukoo, hayo maamuzi yanafanya nini, yanaaminiwa na yanasimamiwa. Hivyo utatuzi wa migogoro nje ya mifumo wa kimahakama kwanza una faida kubwa, kwa sababu kwanza hauhusishi taratibu za kisheria ambazo ni ndefu, lakini pia inawafanya watu wazungumze kwa uhuru bila kufata miiko ya kitamaduni za kisheria. Kwa hiyo ile inatoa nafasi bora zaidi kwa wananchi kutatua wingi wa migogoro iliyopo kwenye jamii kuliko ambavyo watu wengine wanaweza kufikiri kwamba itaanzisha migogoro mingi zaidi.